Praise the name of the living God. Haleluya. Ambao hawajui kuwa wanafanya mabaya. Damu inapomwagika kuna maneno yanazungumzwa. Kafara ya upumbavu ni sadaka inayotolewa na vitu ambavyo ni vidhoofu au viwete au vipofu. Unapotoa kafara, walipokuwa wanatoa kafara walitakiwa wapeleke wanyama ambao hawajawahi kuzaa, ambao sio chongo, ambao si kiwete, ambao ni wazuri kwa ajili ya kafara. Sema amen. Amen. Sema amen. Mhubiri 2:9 hapo inasema, basi nikawa mkuu, nikaongezeka kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu, pia hekima yangu nikakaa nayo. Mhubiri hapo, kuna tukio moja limebaki ambalo kwa yule atoae kafara asiyetoa kafara. Praise the name of the living God. Amen. Kuna wengine ambao upande wa giza wanatoa kafara ili wafanikiwe. Mtu anaenda anatoa kafara kwa msitu ili afanikiwe. Mtu anaenda anatoa mtu kama kafara akafanikiwe. Sisi tunayo kafara ambayo ni mwana kondoo, ambaye ni mwana kondoo. Mwezi wa 8 ni mwezi wako. Mambo yako hayaendi vizuri, wamekukamata. Ni mwezi wa kusimamisha dhabihu na utangaze wachawi wazikwe, wanaowinda maisha yangu wapigwe, waliosema sitaendelea, waliosimamisha mipango yangu, nami naenda nyumbani mwa Bwana na dhabihu zangu. Somebody shout fire. Fire. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Pigia Bwana makofi yaliyo hai. Haleluya. Isaya 43:23 inasema, hukuniletea wanakondoo kuwa kafara zako, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Mungu anapenda kuheshimika. Sikia vile alikuwa anawaambia hapa, hukuniletea wanakondoo kuwa kafara, wala hukuniheshimu kwa dhabihu zako. Sikukutumikisha kwa matoleo, wala sikukuchosha kwa ubani. Ni Isaia. Tunaona neno kafara limeandikwa kwa mara nyingi sana hapa, na leo tunajifunza kwa habari ya kafara ya damu ili tupige hatua tena. Sema amen. Tupige hatua kwenye maisha yetu. Haitoshi kujua neno kafara bila kujua matumizi na madhara yake. Damu imeandikwa kwenye Biblia ya kwamba Kaini alimwambia Abili nduguye, twende uwandani, na ikawa walipokuwa pale, praise the name of the living God, Kaini akamwinukia Abili nduguye na akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? Akasema sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwa ardhi. Hiyo ni Genesis chapter 4:8 mpaka 10. Utaona tunajifunza Abel na Kaini walienda kumtolea Mungu sadaka. Sadaka ya Abel, maandiko yanasema Mungu akaitakabali, na sadaka ya Kaini Mungu akaikataa. Kaini alimuonea wivu na akamuua ndugu yake, na damu ikamwagika. Damu inapomwagwa, wachawi wanapoenda kumwaga na kutoa damu na kuwa vitu, damu ikimwagika ina tabia gani? Wacha nikuonyeshe tabia ya damu. Damu inapomwagika, damu ikimwagika inaweza kulia revenge, inalia kulipiza kisasi. Praise the name of the living God. Inua mikono, sema Bwana, kama wazazi wangu kuna damu walimwaga, wakitoa kafara, ninatubu kwa ajili yao. Kama kuna damu inalia kwa ajili yangu, Mungu wangu nisamehe. Maana kama mtu anapoafya mimba, ile damu inamwagika, si ndio? Ikisha mwagika ile damu ni uhai. Ikiingia tu kwa ardhi, tabia yake ni moja. Damu yeyote ikiingia kwa ardhi inaanzanga kulia revenge, inalia kisasi. Na kuna watu hawawezi wakawa na amani mpaka watubu na Mungu awasamehe. Maana kuna damu zilimwagika kwa ardhi na zinalia. Wachawi wanaelewa haya mambo, ndio wanafanya ibada jingi ambazo unaenda na kitu kiko na uhai. Kuku, uneshajiuliza kwa nini wanaanzisha kuku sana? Hebu enda kwa mganga, umebeba tikiti maji, watermelon, nimekuja kufanya, utafukuzwa nayo. Hiyo haitafanya chochote, maana wanajua uhai. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah to Jesus. Amen. Tabia ya pili, damu inaweza ikalia. Damu ina sauti. Hakuna kulia kama hakuna sauti. Praise the name of the living God. Kama damu inalia inatoa sauti.
Na ndio unasikia damu pia inaweza kulaani. Damu inapomwagika inalaani. Watu wengi walitumia damu na watatumia kulaani. Mtu alienda akachinja akakulaani, uharibikiwe na kazi, uharibikiwe na maisha yako. Kila damu inayonena kinyume na maisha yako, leo tunainua damu ya Yesu Kristo. Unapokula mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu, funguliwa kutokana na damu zozote zinazonena kinyume na wewe. Waliomwaga damu wakasema utafanikiwa, leo utakuwa free in the name of Jesus. Yes. Shout fire. Fire. Praise the name of the living God. Kwa hivyo tunajifunza ardhi ililaaniwa kwa kuwa ilifungua kinywa chake na kupokea damu ya Abel. Basi sasa amelaaniwa, na anasema wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake ikapokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Hivyo ndivyo Mungu alimwambia Kain, basi ilaaniwe. Na hiyo ardhi ndio alikuwa anailima, na kwa sababu ameua na alikuwa analima ardhi ili atoe mazao, na damu ya Kaini ya Abel imeingia, akaambiwa hiyo ardhi imelaaniwa. Wanamwaga damu, wanalaani kazi yako, wanalaani biashara yako, mahali unafanikiwa. Ninakuja kama prophet wa Bwana ya kwamba mahali walikulaani usiendelee. Angalia, ulikuwa unapata mapato vizuri, leo hii pesa inakuja kama inajificha ficha, haitaki kuja vizuri. Ninakufungulia milango, ukiondoka hapa hiyo pesa ikakusikie. Aliyefunga pesa zako ziachiliwe, 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 ziachiliwe. Shout fire. Fire. Ambia mwenzako damu si ya mchezo. Damu si ya mchezo. Hallelujah. Amen. Na hizo salakazi watu waache. Hizo mnajifanyanga mnajua kupendana sana. Mnajikata, mwingine anajikata mchanganya damu. Alafu mwishowe mnakuta mkuumbwa muishi pamoja. Hiyo itawakula kila mahali mnaenda. The blood is very dangerous. Uhai wa kitu uko kwa damu. Kwa damu. Ukitaka mambo yafanikiwe, nikupe siri. Wangapi waliona mtu Masai moja ametoa sijui ng'ombe wapi, akaenda nazo kule kwa madhabahu ya Ezekiel. Ng'ombe zikaingizwa mpaka kwa madhabahu. Huyo mtu kumshusha uwezi. Kitu chochote kina uhai kinatolewa kwa madhabahu, kinaishi kunena kwa generation ya maisha ya mtu. Amen. Haya, acha nitoke hapo mimi. Praise the name of the living God. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio anamwambia umelaniwa katika ardhi iliyofumbua kinywa ikapokea damu ya ndugu yako. Kama kuna laana mbaya wazazi wa zamani na walikuwa wanafanya ni kumwaga damu. Wangemwaga damu na wanakutamkia vitu. Mapepo yanatokanga kila mahali, yanakuja kukunywa damu, ikipokea sauti ya kila ambayo inanenwa. Damu inanena nini? Na inaanza kutekeleza hapo. Inaanza kutekeleza. Damu ikimwagwa na inenewe. Na ndio Yesu Mungu kukomboa dunia angeweza bila kumwaga damu ya mwanawe pekee Yesu Kristo. Na ndio unasikia kwa mapigo yake tulishapona. Na tunaambiwa damu ya Yesu inanena mema. Damu ya kuku inanena laana. Ya ng'ombe ikimwagwa inanena laana. But the blood of Jesus speaks better promises. Damu ya Yesu pekee yake ndio inanena mema. Amen. Pokea hiyo damu leo. Hiyo damu ikashinde damu ya mababu zako. Hizo yes. Mafahari waliua. Yes. Leo tunainua damu ya Yesu. Yes. Inua mikono, shout fire. Fire. Praise the name of the living God. Sikia nikufundishe kitu kingine hapa. Nikienda nikimaliza. Damu inalipa kisasi. Ambia mwenzako damu inalipa kisasi. Damu inalipa na tunaona kisasi. Pilato alijua damu inaweza kulipa kisasi alipomhukumu Yesu. Sikiza, nisikize kwa makini, usisumbuliwe na kitu hata mtoto. Hapa tunamuona Pilato alijua damu inaweza kulipa kisasi. Alipomhukumu Yesu, yeye alinawa mikono na akasema damu ya mtu huyu haitakuwa juu yangu, bali watu wa Israeli wakasema damu yake na iwe juu yao. Basi Pilato, maandiko inasema Mathayo 27 mstari wa 24 inasema namna gani? Basi Pilato alipoona ya kuwa haifai
haifai lolote, mbali ghasia tu inazidi tu. Maandiko yanasema akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, na akasema mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Na akanawa mikono, akajua damu inaweza revenge, damu inaweza ikatenda mabaya. Watu waliposisitiza Yesu auawe, Pilato aliwaonya na akawaambia huyu mtu ana hatia. Wakamwambia hapana, na wakaleta balaa nuksi. Akaamua nitawapa kile wanataka. Maandiko inasema na kabla sijampeana kwenu, mimi naomba, maana hana hatia, damu yake isiwe juu yangu. Kumbe kuna damu inaweza ikawa juu yetu. Mungu tunaomba tusamehe hata damu iliyomwagika bila hatia na inalia juu yetu. Forgive us. Bwana tusamehe. Tusamehe Yesu. Haleluya. Ulizalisha mtu mahali ulikataa kulea watoto hao, hiyo damu inalianga. Hata kama wako hai, hiyo damu inalia. Haya, acha mimi nifundishe tu. Haleluya. Hallelujah to Jesus. Amen. Hallelujah to Jesus. Amen. Hallelujah to Jesus. Amen. Pia damu inaweza kufuata, damu inaweza ikafuata. Damu ikifuata huwa ina tabia ya kuhukumu. Inafanya adui asijisikie, yani ajisikie moyoni mwake ya kwamba ana amani. Petro aliulizwa, je, kuwakataza msifundishe kwa jina hili la huyu mtu? Inawezekana unachukiwa ni kwa sababu ya jina ulilolibeba ndani yako. Wakiwakataza, waliwakataza kwa sababu wanakumbuka ya kwamba damu ya Yesu ni hatari. Wakati amefufuka, sikiza, wakati wanakamatwa wanaambiwa, tuliwaambia msihubiri kuhusu huyu mtu, msitaje jina lake, maana damu yake inatuwinda. Walianza kulia, tulisulubisha mtu asiye na hatia, damu yake inatuwinda. Wakaanza kukatazwa. Pia unaweza ukabeba jina iliyo na mamlaka fulani. Uliza mtu unaitwaje? Naitwaje? Kuna jina ilitolewa kafara za damu na ukakuja ukapewa. Sometimes ilikuwa na babu yako, ilikuwa na nyanya yako, na hiyo jina umepewa leo inakukula, ndio kikulacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi mila na desturi za nyumbani, hizo sio vitu za mchezo. Hizo zina pepo, inafuata mtu kila mahali mpaka ujitenganishe na mila na desturi. Lakini watu wamekolea ndani. Mtu ni mwokofu lakini mambo ya mila na desturi za kwao bado anafanya. Ukienda unazalia hapa, bado unapeleka mtoto mkanyoe, muache nywele huko. Hizo vituko ni kuacha, utaacha. Si mumenyamaza wote? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasema kwa mila yetu lazima mtoto akanyolewe na nyanya. Sijui ni nyanya ama ni nani ananyoa. Na nywele sijui zinawekwa wapi. Umeingia kwenye mkataba. Nywele za kwanza ziliponyolewa unajua ziliwekwa wapi? Wewe ni makasi hujui kushika unyoe mtoto? Mtoto ni wako ama ni wa nyanya? Hata si pasta unapelekea nyoe. Yaani unapelekea kashushu, hata akaelewi, kanamwaga makamazi kanyoe na kachukue hizo nywele kanaenda kuweka kwa mkoba ama kwa kaburi. Unaishi vile mashosho waliishi zamani. Ambia mwenzako hata wewe funguka macho wewe. Kama uko kwa mila na uko kanisani uko na nini, sijui utataka na tutakufanyia crusade wewe peke yako. Crusade yako peke yako, tukuweke katikati na speaker ikuzunguke yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Petro aliulizwa, je, hatukuwakataza mfundishe kwa jina hili? So inawezekana unachukiwa kwa sababu ya jina ulilobeba ndani yako. Waliwakataza kwa sababu wanakumbuka damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ina uwezo wa kuwafuata. Leo tunatuma damu ya Yesu iwafuate wachawi wote at the river. Yes. Wachawi wote kwa boma yenu. Yes. Waliotoa kafara msiwahi jenga. Yes. Aliyetoa kafara usioe. Yes. Aliyetoa kafara uishi kwa mateso. Yes. Aliyetoa kafara usijenge na usinunue gari. Yes. Leo tunatuma damu ya Yesu iwafuate. Yes. Damu ya Yesu ina tabia ya kufuata. Yes. Iwafuate popote walipo, hata kama alikuroga na akaenda ng'ambo. Yes. Damu ya Yesu iwafuate. Jina la Yesu. Iwafuate. 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 Ama iwafuate hivyo unasema. Bwana mbola iwafikie. Sema amen. Sema amen. Praise the name of the living God. Amen. Wangapi wanabarikiwa?
Amen. Sema damu ina tabia ya kufuata. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaagiza damu ya Yesu iwafuate. Na kuna mtu amenyamaza, atawahi saidika aje? Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaagiza hiyo damu iwafuate kwa jina la Yesu. Hallelujah to Jesus. Kama walifunga biashara yako, damu ifuate na urejeshewe. Kama walifunga ndoa, damu inafuata, unarejeshewa. Sema amen. Amen. Yohana 3:16, walipowaleta wakaweka katikati ya baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuwaamuru nyinyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tutazameni. Mumeanzaje Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kufanya nini? Kuileta damu ya mtu huyu juu yetu. The more they spoke about Jesus, walikuwa nakamatwa naambiwa, vile mnaongea kumuhusu, damu yake inainuka, inaanza kutufuata na kutuwinda. Kwa nyumba yako taja Jesus. Waimbaji msiache kuimba nyimbo zinataja damu ya Yesu. Ndakame ya Yesu hebina. Ndakame ya mwe ya Yesu. Unapotaja Jesus, damu inainuka, inaanza kuwawinda. Kwa jina la Yesu nitaenda kazi, nitarudi salama. Hiyo damu ya Yesu iwinda hao masupervisor wanabeba mailizi. Wakupatia amani kazini. Tembea na jina la Yesu. Kabla ukalie kiti chako uanze kufanya kazi, sema ninaalika Jesus. Jesus take over. Unapotaja Yesu, damu yake inainuka. Wapendwa, mbona mnaimba nyimbo za mama zenu? Imba damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina nguvu. Wacha damu ikainuke. Waliambiwa nyamaza, wacheni kuhubiri na hiyo jina, maana damu yake itaamuka. Na itaanza kutuwinda. Itatufuata. Sema Jesus. I love you. Jesus. Na unakuta kimutu kimeimba wimbo mzima haina Mungu, haina Jesus. Hiyo wimbo yako hata ukidansi na unasema gospel, hata majini na kujanga mna dance pamoja. Sasa ukimba wimbo kama hiyo, kwa nini pepo hizo cheza? Ngalikwe. Taya mwedhani, taya maitu, taya. Na hizo ndizo mnaimba huko ndwangone mwaitu. Pepo inapita ikiwanyoa. Bwana Yesu asifiwe. Hata mmeshindwa na Waluya, sijui Waluya hata waja, Baba unijaze roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze. Na roho anashukanga mpaka unaona hata style ya kuimba na kutembea. Wewe unaimba tu kama kimuti, hakuna roho. Hiyo roho ya Mungu ishuke hapa. Mkiimba roho ashuke, ataanza kuwinda wachawi. Watama area hii yote. Imbeni nyimbo zilizo na damu ya Yesu, zinazotaja Bwana. Hallelujah. Na Eva atuimbisha ile yake, atuimbisha siku moja na akacha. Amenibeba mgongoni Yesu wangu. Ilishika lakini akaondoka akaiacha. Ni tamu Bwana. Damu ya Yesu. Mumenyimwa musimbe hizo leo, ndio mapepo ikae hapo kwako. Ukiweka pilo anaweka yake hapo. Analalia hapo. Sambaza damu ya Yesu. Amen. Waliambiwa, hebu hata wewe jiulize, kwa nini waliambiwa tumewakataza? Walifungwa kwa sababu ya kuhubiri jina la Yesu. Tumewakataza msihubiri jina la huyo mtu. Maana walisema damu yake iwe juu ya yule mtu. Angeshikwa na hiyo ni Pilato, yeye alikuwa amenawa. Tutawasha moto wa damu ya Yesu. Musako utaingia kila nyumba. Musako utaingia kila kona. Musako utaingia kila kampuni. Wakitoa kafara, wao ndio watazikwa. Wao ndio wataenda nazo. Hatuziki watu mwaka huu, tumekataa. Kafara za damu za mwaka huu, tunaamusha damu ya Yesu ipigane. Devil worshiper, Illuminati wote waliopanga kutoa watoto kafara, watoto wetu watakufa. Waliofunga shule watarudi wote wakiwa sawa. Atuziki, tumekataa. Hiyo kafara imekataliwa.
Kama kuna mtoto wanawekanga kwako wakisema ni kafara yao, hiyo tumekanzo kuanzia leo. Hiyo damu ianze kuwakataa na kuwapiga vita. Damu ya watoto wako sio kafara. Damu yako haitakuwa kafara. Hizo kafara za wachawi tunapindua leo. Na yeyote aliyekuunganisha na madhabahu zao, Yesu akainuke na akakutetea. Sema jina Jesus mara 3. Jesus mara ya pili. Mara ya 3. Jesus. Wakati ulikuwa unaona wainjilisti wanaweka mikutano na wanaambia watu iteni Jesus mara 7, si wajinga. Mara ya 7 huyo Jesus alikuwa na manifest. Hata sasa ana manifest. Watu wanaanza kupiga nduru, pepo zikienda, maana akitajwa na hapia nao Jesus. Hapia nao Jesus. Hapia nao Jesus. Nikwambie secret. Ninaamini ya kwamba Shadrach na Meshach na Abednego walipofungwa wakatupwa kwa tanuri, waliimba wimbo moja, Jesus save us. Jesus hata kama hatuambiwi. Ndio mfalme alipoangalia akaona mtu wa 4 ameapia. You cannot call Jesus and remain the same. Atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Ita jina la Yesu akuokoe na hao wanakunyanyasa. Akuokoe na hayo mapepo yamekufunga. Inua mikono mara moja, shout Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shadrach, Meshach na Abednego, Jesus akaapia kwa tanuri la moto ambao limewekwa moto 7 times. Jesus akaapia. Mfalme anauliza, si tumetupa 3 ndani, wa 4 ametoka wapi? Na anafanana na mwana wa miungu. Ninatangaza kuanzia leo hautakuwa peke yako. Let Jesus appear in your situation. Na ndio tumetumwa kuhubiri habari za Yesu wa Nazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta, akatembea huku na huku akiwakomboa walionewa. Hatujaitwa kuja kuhubiri mabibi zetu, tumeitwa kuhubiri Yesu. Yesu. Bartimayo akaitana, Jesus son of David, have mercy on me. Inua mikono, sema Jesus son of David, have mercy on me. Jesus son of David, have mercy on me. Wachungaji hatujaitwa kuhubiri sarakasi. Preach Jesus. Jesus. Jesus aliyefufua Lazaro kaburini, aliyetoa Lazaro kaburini, mtu ambaye ameoza siku 4, Yesu anamuita anatoka. Huyo ndio ninaongea habari zake. Siwezi ongea mambo zingine. Nikimuongea atatengeneza mambo yangu, uchumi wangu utabadilika. Nimeitwa kuongea Yesu. Yesu. Hey! Mwembea nekilia na ndikilia. Andie bindianye. Ni neno wa Yesu. Bala wangumishe. Ona president ndangumia. Bala wangumishe. Mwea Yesu. Nina wadhi wake. Usine wengu neno sio wake. Yesu. Yesu. Bartimayo akaitana, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Yes. Wanafunzi wa Yesu wanamwambia nyamaza. Wanamwambia Petro, I cannot call your name. Yes. Let me call upon the name of Jesus. Yes. He can save me. Yes. He can return my health. Yes. He can heal me. Yes. He can change my life. Yes. Somebody call upon the name of Jesus. Name of Jesus. Hallelujah. Amen. Somebody, I want you to understand, the name of our God is a strong tower where the righteous run and they are saved. Guza mtu mwambie Jesus. Jesus. Mwambie Jesus. Jesus. Salimia mtu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mtu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata iwe Yesu. Hata iwe Yesu. Ekombe hata iwe mwana wa Ngai ikia Yesu ndini. Yes. Hata iwe mwana wa Ngai huita wa Yesu Kristo. Yes. Uwa tutangiye na ndakame yake. Yes. Uwa tumisi okombone. Yes. Wa umisesiana sa Israeli okombone. Yes. Yesu no wotona. No wotona kumia balando matakumia. Ekana nando manda Yesu. Yes. Membe anekilie nandikilia. Mimi asani vindia. Nandikilia. Nende ya kweta Yesu na wasia mutolu ndevindia. Sukuma mtu mwambie endelea kuita Yesu. Endelea kuita Yesu. Endelea kuita Yesu. Endelea kuita Yesu. Waleta irizi zao ukifika kazini, ita Jesus. Yes.
Ukifika sema Yesu umenifikisha. Yes. Take over Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kule kuzimu wanaambiwa usitaje hilo jina. Na Wakristo siku hizi sijui nini wamewekwa kwa akili yao. Hawaongei habari za Yesu. Hallelujah. Amen. Ambia mwenzako baada ya maneno mawili ya tatu Jesus. Hallelujah. 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 Hilo jina waliambiwa munyamaze, musilitaje. Kwa sababu gani? Likitajwa mwenyewe ana wivu. Lazima ataapia. Mwenyewe ana wivu. Nakumbuka mganga mmoja alikuwa hatari sana kule kwetu. Praise the name of the living God. Amen. Ambaye siku moja wakamba mnakumbuka Kilume? Kila kitu chako na okakoki. Si mnajua? Kuna mara moja wimbo wake ulikuwa unaimbwa mpaka tulikuwa tunaujua. Huo wimbo unaimbwa, alikuwa anaingiwa na pepo ya woria. Emosumale ndoke tukone. Moke tukone chise mokesi wakana. Pepo ya woria inakuja, inamgonga, anaanguka. Hakiamuka anatafuta njora. Mnajua hii? Ule upanga wa kukata. Anatoa, anapita nayo, anawekelea watu. Pepo ikitajwa tu jina, ikiingia inasema ilikuwa Somalia. Imetajwa ikachukua second kufika hapa. Yesu wetu ni nani? Yesu ni nani? Nitamtaja. Yes. Najua ushuhuda za watu walikamatwa wakapelekwa kwa devil worship. Lakini siku walipotaja jina Jesus, hawajui vile walijipata kwa inji kavu. Yes. Hata kuzimu ikawakataa. Yes. Hilo jina liwekwe kwenye uso wako. Yes. Hawatashindana na wewe ukiwa na Yesu. Yes. Yesu, 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 Yesu. Yes. Hey. What a friend we have in Jesus. Kwe mbadi mokwina batole, mwina mbadi sina Yesu ndine. Mwina anesa, lakini manze itu na Yesu. Kautumu ambezi ona bizine ndiye kalanye. Nengoka ndabanye tondosu Yesu. Yesu. Mwa Yesu. Yes. Yes. Hata watu leo ni wajanja. Asifiwe? Hiyo usiniletee. Utaniambia nani asifiwe? Unaweza kuwa ni shetani. Si shetani anaweza asifiwa kwa watu? Asifiwe! Na unasema amen. Kama utaji Yesu sisemi amen. Asifiwe Bwana Yesu. Hapo na kusikiza nasema amen. Maana amen inamaanisha na iwe hii. Siku hizi ni wajanja, hata waganga wanasema asifiwe. Wanasiasa wote na wametoka kulala kwa waganga. Si unasikia? Ndio. Asifiwe! Wewe. Peleka mdomo huko. Na mlikuwa na haraka imeenda wapi? Yesu anasifiwa. Atunangojea chai. Chai. Hii kama ingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Bwana makofi. Yesu Kristo alifanyika kafara, akaja ulimwenguni kutukomboa wanadamu na dhambi zetu. Yesu alishuka chini na kujinyenyekeza. Sema amen. Amen. Kuja duniani ili kukukomboa na dhambi zako. Kwa maana jinsi hii Mungu alimtoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Na Yesu, sikiza vile Bible inasema na Yesu mjumbe wa agano jipya. Yesu, sitaacha kutaja huyu. Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko ile damu ya Abeli. Damu ya Abeli inanena revenge. Damu ya Yesu peke yake ndiyo ilimwagika na inanena mema. Hiyo damu ilimwagika msalabani leo inene mema juu ya kazi ya huyu mwanaume. Inene mema. Hiyo pesa unangojea, damu ya Yesu inene mema leo. Yes. Damu ya Yesu inene mema. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. The Church of Christ. Somebody shout the blood of Jesus. Blood of Jesus. Inua mikono sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inua mikono juu sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu.
Sema damu ya Yesu Damu ya Yesu. inene mema. Nene mema. Araka damu ya Yesu Damu ya Yesu. inene mema. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Iende kule nyumbani. Ninaituma isafiri. The blood of Jesus. Hautajiua. The blood of Jesus. Hiyo mitego imeondoka. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. Hao wachawi wachanganyikiwe. Waliobeba picha yako wapigwe na damu ya Yesu. Waliokuweka kwa nyungu, waliokuloko kwa vifuli, ninaita damu ya Yesu. Watoto wako walindwe, afya yako ilindwe, biashara yako ilindwe. Naita damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu inene mema juu ya maisha yangu leo. Inua mikono. Damu ya Yesu inene mema juu ya madhabahu haya. Yes. Walionena mabaya juu ya haya madhabahu. Yes. Damu ya Yesu ishuke masaa haya. Yes. Hayo mabaya iwarudie. Yes. Walionena mabaya kinyume na huu mlima. Yes. Damu ya Yesu ishuke. Yes. Na leo Bwana akawarejeshe maneno yao. Yes. Damu ya Yesu. Yes. Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. 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 Somebody say Jesus. Jesus. Hallelujah. Damu ni uhai. Damu ni uhai. Inapomwagika mahala popote, ujue kuna uhai ambao umetolewa. Unapoona damu, inawezekana ni ya mnyama ametolewa uhai au binadamu, ila ujiadhari kwamba usile damu. Kumbe ndiyo maana aliwaambia msile damu. Praise the name of the living God. Amen. Zile kabila zinakunywa damu ikiwa fresh, hawajui wanajiangambananisha na nini, na ndio unasikia damu ni uhai. Praise the name of the living God. Na ndio sisi wa Kristo hatuli damu. Damu tunamwaga. Hata kuku tunapochinja, zamani niliona mamangu angechinja kuku na anaweka damu, anaweka chumvi, anarudisha. Kumbe Bwana amekataa damu. Damu ni uhai. Damu ni uhai. Damu ni uhai. Ne serious yona metodana na kolilo yenye tondo nenza kame hata metura skuli mimi ndio ndo bucha kelanga yue kende ina wako Ndio. hiyo power kupata si rahisi. Sio rahisi. Wewe ukitaka tuanga tu, lakini kuna level hutawaifika za maisha. Niliona mtu alienda kwa TB Joshua siku moja. TB Joshua akiwa hai alikuwa mchawi, na huyo mtu alienda ameficha kuku kwa paper bag. Wale wanaangalianga hizo needs of deliverance, alificha kuku kwa paper bag, na alikuwa ameamua hiyo siku atamwangusha TB Joshua. Na kwa maana alijua yule mtu ana nguvu, alikuwa amebeba kitu cha kumuongezea nguvu. Wakati TB Joshua alikuwa anakuja kumuombea, alichomoa kuku haraka kwa paper bag, akauma, akakata shingo haraka, akakunywa damu. Huyo jamaa alikuwa anapaa kwa nini kule juu, anashuka chini, but the blood of Jesus was so heavy. The blood of Jesus was so heavy, ailinganishwi na ya kuku. Yesu ana power. Yes. Sema amen. Amen. Usicheze na watu. Hii mwezi kuna mtu atachinja kuku kwa nyumbani, amwage damu akikuita jina mara 3. After that utumiwe kiroho. Uone kitu kinaingia kama unaona kitu na uone. Kumbe kuna mtu amekufanyia kafara. Na wewe umekaa hapo tu umejipenda, madhabahu iko hapa, auleti sadaka zako. Mwezi wa 8 usikae namna hiyo. Wengine wale una ufunuo. Nilisema leo, nasikiza nakwambia, nilisema tarehe 2, tarehe 9 na malizana na mambo ya mwezi wa 8. Tafuta sacrifice ya boma yako, ya ndoa yako, ya kazi yako, ya maisha yako. Leta madhabahuni. Sema ulinzi. Ulinzi. Umepambana kindoa, imeshindikana. Tafuta sacrifice, leta. Sema amen. Amen. Nikutamkie neno moja, uone kabla ya mwisho wa mwaka harusi imefanyika. Ndoa imefanyika. Yes. Na saa hii atuwekei watu mashida. Usikose kuoa maana hakuna pesa. Sawa Kuja unione nikuitishe mzazi na huyu na mzazi. Sema amen. Alafu tununue soda na makeki hapa, tukule hapa na tuwashikanishe, na hiyo inaisha. Kabisa. Utoke umevana udhinomba na kendo wako. Utoke hapa na mtu wako. Sema amen. Harusi haifanyiki juu ya suti. Suti ni baadaye. Si lazima kuwe na suti. Inataka tu utakatifu. Sema amen. Amen. Inaitangwa ndoa takatifu, sio ndoa suti ama ya kufanya ututishe huku kila mahali. Simu umenyamaza. Nikuta umechomoka hivi, umetoroka, umeenda umeolewa hapo na kufuata huko. Amen.
ndio utajua hata mimi niko na wazimu mwingine iko ndani. Si ndio hiyo inakutoa huko pangoni saa hiyo hiyo. Ndio uache huo utoto. Leta mtu wako hapa tuwatamkie, si ndio? Yes. Na uvalishe pete na uinue juu. Wacha kwenda kama mbuzi. Hata kuku haifanyangi hivyo. Gusa mtu mwambie wacha hasira. Acha hasira. Na mkumbushe mwambie pastor anaongea juu yako. Pastor anaongea juu yangu. Sikufichi. Hiyo unashinda ukilia ndoa hapa. Ulitoroka mamako siku ngapi? Ukirudi ile mbuzi haiko iko kwetu. Kaa ukiwa mbuzi huko. Na wakuchinja huko wakukule. Amen. Kwani kuoa ni dhambi? Si dhambi. Sikuja hapa useme pastor mtu wangu ndio tunataka kuoana. Mimi sina uwezo wa kukunyima na kukataa, si ndio? Hizo salaka zingine achana nazo wewe. Unaibisha Yesu na unakuja muita hapa hata kunyoa hiyo masikio. Ati mnapotea kanisani miezi mitatu mkirudi mlioana. Sasa mnajirudisha hapa. Nitawafukuza mtaenda huko. Amen. Hiyo sitaenda tena sasa, nimekasirika. Hamtatuaibisha hapa tukifundisha injili. Lakini wale mulishaoana it is okay. Hiyo ndoa iko sawa. Haifai kuvunjika. Mungu amenini. Lakini leta ndoa yako madhabahuni, si ndio? Leta mume wako, sema Mungu tutamkie. Hiyo ndoa iko sawa hata kama mlioana nje ya harusi. Lakini utoke hapa nikikufundisha uanze vitu zako hapo ndio hiyo. Vichochoro zako hapo. Nakwambia hiyo ndoa utaenda, utapigwa mimba, after that utaachwa, utakataliwa. Huyo mtoto atakuja, atakukatakata, utapata shida hujawahi ziona. Ati wanauliza mamu pastor alienda wapi? Si ni mimi. Wanaona kama nimebadilishwa nikaletwa mwingine. Pewa maji. Mungu anakasirika akiona mwanadamu ameuawa. Ambia mwenzako damu ya mwanadamu. Damu ya mwanadamu inakasirisha Mungu. Inakasirisha Mungu. Sema amen. 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 Praise the name of the living God. Amen. Na ndio unaona mtu akiua ama akimwaga damu, hiyo ni kitu inamuingianga ndani. Kuua mwingine ni rahisi. Damu inapokunukia ni mbaya. Mary mbona buna kundosha utondosha utea kwacha. Mungu akawabarikia na Mungu akawaambia zaeni. Mfanya nini? Zaeni mkajaza nchi na mkuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye kiendacho juu ya nchi. Mwanzo 1:28. Hapa tunajifunza asili ya mwanadamu ni mavumbini au kwenye ardhi. Na damu inapomwagika kwenye ardhi, na hapa ndio tulitoka. Maana katika tope tulitengenezwa. Damu ikiingia hapo kuna shida. Praise the name of the living God. Unapomwaga damu ya kitu, nawe tarajia kama unamwaga damu ya kitu. Hata kuku ukichinja, sema kwa jina la Yesu. Bwana nachinja hii kuku nikule nyama. Kwa jina la Yesu kuku. Unaichinja kwa jina la Yesu. Chunga, maana kuna wale wanachinjanga kwa jina la shetani, si ndio? Nakata hii damu nifunge mtu fulani. Nakata hii ndio fulani afutwe kazi. Saa nyingine umepata shida kazini. Unashinda umeajiriwa hapa, umepata favor. Kuna mtu akiangalia aone uko na urafiki sana na favor na bosi wako, anaendanga kuchinja. Akisha chinja unakasirikiwa na bosi bure, unashangaa. Na uko kanisani na ushikanishangi. Leo ni madhabahu ndio haya, kujeni muwashtaki wote wale wanawafuata huko. Sema amen. Amen. Praise the name of the living God. Unaweza fanyiwa kitu sio yamuka tena. Suna unawaambia vile mnakula na alinita kwa ofisi boss na nikitoka akanipa 5,000. Haleluya. Akaniambia hii kazi anapendanga nikisimamia. Haleluya. Na unafikiri unaambia rafiki yako. Kumbe rafiki ndio adui. Kumbe rafiki ndio adui. Usiku anaenda anachinja, anasema na wagonganisha kichwa na bosi yake aonekane kama mavi. Unaenda asubuhi kusalimia bosi, anakuambia toka. Unashangaa, what is it? What has happened? Mambo mengine jiweke yange. Ukipata favor na mtu toanga sacrifice. Sema Mungu hao watu wakalishe, wasiondoke haraka. Hata kama wataondoka waniache niko somewhere.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna msichana mmoja, ni kweli haelewi mambo, lakini aliniambia pastor niombee. Nikamuuliza nini? Siku hizi siombangi bila kuuliza. Naweza kukuombea ukaue mtu. Siwezi pastor niombee. Nikamuuliza kwa nini? Unataka maombi aina gani? Akaniambia pastor, nina jamaa nilikuwa naye, amenipenda. Nilichomekaa na yeye, tumetembea kila mahali. Yani amenivalisha, ameniweka maisha na kazi. Lakini pastor, guess what? Ameniacha. Nikamuuliza hao. Akaniambia yule rafiki yangu nilikuwa naenda kwake na yeye, nimekuta sasa ndio wako na yeye. Mimi nimeachwa. Praise the name of the living God. Akaniambia sasa unatakaje? Akaniambia pastor, nataka umrudishe. Rudisha yeye. Nirudishie. Mlikuwa mumeona? Hapana, ni best. Unataka muone? Unatakaje? Na mimi nataka tukae. Maana naona bado niko mdogo. Acha tukae tukikula raha. Nikamwambia acha utoto. Kama unataka ndoa niambie, nitarudisha. Kama si ndoa, wacha. Aliona utaki ndoa ndio labda ameenda kwa huyo. Si sawa? Praise the name of the living God. Aniambia basi nirudishe, tutawana. Nikaomba, nikampigia simu, nikamwambia it is too late, ameenda. Ringa na urembo itaisha. Hii ndio wakati ya kuolewa ukipata nafasi. Ringa. Kuna siku utakuwa unatembea unauliza kwani hamnioni? Mpaka unaweza kwani wanaume wanatafutanga nini? Nini sina? Wakati ilikuwa inatakiwa haukukubali. Huyu kati leo unaona hapa kuna siku alikuwa anapea wanaume sleepless night huyu. Kwanza huyu alikuwa mrembo kuliko nyote hapa. Kati leo tuwekee picha ya zamani. Kati leo angepita kila mtu anajua kumepitwa. Wewe unafikiri hautakuja kuwa hivyo siku moja? Na bado unaona yeye amejitunza. Sasa yeye anakanyanga. Wewe ukiwa kwa miaka yake hutaweza. Na anatembea mpaka huko mnaita Shakaola mguu na anarudi hapa mguu. Na anapita church. Wewe uko na miaka 20 ndio ujua hata ulizeeka zamani. Uwezi pita, pastor nimechoka unaenda kulala. Huyu anapitanga church huyu. Na ana miaka mara 5 yako. Unasema hapana nini? Wewe hata kwanza usinikumbushe nirudi kwako. Acha nitoke hapa. Mtu ya Sunday peke yake. Alafu unasema hapana. Hizo siku zote kati leo nimekuwa hata akiwa sikiza anatoka Shakaola, badala hata apita aende nyumbani aoge alale, anapita hapa. Tunakaa hapa na hata ana haraka, tukimaliza anakuja ananisalimia na tunaongea kidogo ndio ataenda nyumbani. Naongea uongo wani? Hakuna. Iko hivyo. Kama msichana hata akaja fikisha dhata, tunashindwa tutaanzia wapi na wewe? Ukinikasirikia shauri yako, kesho utanitafuta tu. Ukitaka usafi unakwaruza kabisa, si ndio? Ndio uwe msa na ndio nakukwaruza. Saa hizi hakuna kubembelezana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Pastor, nataka ndoa. Nguo za wiki 2 hujaosha. Nani ataka na mtu mchafu? Na ile siku mume wako atakuja kunilalamikia sufuria za juzi ziko hapo mpaka mnakuliwa na umbu, zinaletwa na hiyo, utajua ujui wewe. Vile watu wanaoga huko nje unaweka chafu kwa nyumba. Mnasikia? Ndio. Leo naona wanaume, mama usiponiona baada ya ibada, jua nimepelekwa out na wanaume. Nimewatetea leo. Leo naona nikikula kuku leo. Ndoa tunayo hatuna? Tunayo. Hivyo mdomo umepaka safi kuko ndani tukute uko hivyo. Amen. 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 Ukiona mtu anainama chini sana ni suspect. Ninawapenda jameni. Mmenishangaza, nyinyi watu wazuri. Amen. Mnapenda baba?
Kabisa. Papa mnampenda? Kabisa. Asante. Na mafuta inakuja kumwagwa hapa. Ngoja tu. Haleluya. Amen. Hebu tusome. Soma huu mstari watu wasione na tengenezanga vitu zangu. Hebu tusome Genesis chapter 9 verse 4. Genesis chapter 9 verse 4. Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, musile. Ni mimi nimeandika? Hapana. Hata wewe nunua Bible yako usomange. Si ni sawa? Atirudia, ati imesema? Bali nyama pamoja na uhai, Bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, damu yake, musile. Muona vile tumejaza waganga? Si mnaendanga tu prophesy, utabiriwe uende nyumbani. Ukitoka hapo mizimu unaleta wewe mwenyewe. Damu kuna vitu inaongeanga. Praise the name of the living God. Amen. Ukikuta mtu amepaka damu kwa viatu zako, kwa mlango wako, kwa nguo yako, hiyo si kitu ya kuchezea. Hiyo ni ibada chafu sana umefanyiwa. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Leo nafundisha, namaliza, nipeane meza ya Bwana. Sunday nitaombea families. Nitacancel anything that has been spoken, na kitu ambacho kiliwahi inuliwa kisemwe kinyume na maisha yako. Amen. Na mimi nakwambia, maana wengine nilitangaza hamkujua. Sunday make sure umetafuta sacrifice ya aina yake tu ile Mungu anakupatia. Ukuje nikuonyeshe vitu vile vinaendanga. Sawa Uko na siku za kutafuta. Wewe penda kamshahara yako sana ndio utakuja kujua. Pastor tumetoa sana ndio tunabarikiwa sana, usijali. Si ndio? Na mimi nahubiri vizuri. Enda kanisa utaambiwa na katile wameona mtu hapa simama, nataka ulete 7,700 nikufungue, kuna roho ya kifo kwenu. 7,700 ukipitisha siku 5 ukufe, usiniulize. Unasikia? Anasikia sana. Phoebe, Mungu anataka 14,000 na whatever. Mimi nakwambia tafuta kile moyo wako, leta, simamisha kwa madhabahu. Si ni sawa? Sema amen. Amen. Kwa nini watu hawaamini madhabahu ya Mungu ndio iko na nguvu? Mtu anabebanga kuku anaenda kukufungia mume wako. Si ndio anaenda kwa mganga? Anafunga. Kuja leo uweke hapa useme I protect my husband, I protect my wife, I protect my children. Leta sadaka ambayo inaitwa ni sadaka ya protection. Tunaelewana? Sema protection. Protection. Sema protection. Protection. Kuna watu wametuma hapo huko kwa mitandao, unaona. Nimehubiri kwa wale wamenifuata kwa mitandao. Kuna watu wamerusha sadaka za protection mwezi wa 8. Maana mwezi wa 8 ni mwezi wa kafara, ni mwezi wa maanjali, ni mwezi destiny zinaharibiwa, ni mwezi wa vitu fulani. Protection in the name of Jesus. Amen. Somebody shout fire. Fire. Si tumesomewa nani? Bali nyama pamoja na uhai wake msifanye nini? Msile. Damu ya mtu ni uhai. Na unapomwaga damu ya kitu, nawe tarajia umwage kwa jina la Yesu. Sema amen. Unakachinja kambuzi kako kwa jina la Yesu. Sema amen. Kama ulishawahi mwaga damu, leo kuna damu ya mjumbe mpya wa agano. Praise the name of the living God. Agano jipya ambayo itanena mema. Wengine ulitoa mimba bila kujua, wacha leo damu ya Yesu inene mema kwa maisha yako na Bwana akakukomboe kwa jina la Yesu. Mtu akasema amen. Amen. Simemsikia sasa hatari za vitu fulani. Sema Mungu nisamehe. Mungu nisamehe. Na kuna wamama hata mtu ananyonga mtoto tu. Na maandiko yanasema mtu wa kuua adhabu yake ni auawe hata yeye. Unaweza kaa hawai lakini umewawa. Ukienda kwa ndoa unaendanga tu ndoa zinakufa. Na ndio ombanga kila mtu anakuja kwa maisha yako anakuja na anga yake. Unajua hivyo? Anakuja na wingu lake. Na waombea hizo wingu zenu mbili mkipatana zikubaliane na muwe watu wa kuenda mbele. Amen. Niliwaambia watu wawili wanaweza kutana na badala ya kuproduce vitu vya maana mnaproduce, si unaonanga kuna watu wanakutananga. Wanaanza kuzaa vyote vimepooza. Kweli ama si kweli? Kweli. Mpaka unashindwa tulitenda Mungu dhambi lini? Vitu vya muhimu kwa maisha yako usiwahi fanya bila baraka. Hata kama hauna haja na wachungaji, kuna vitu usiwahi fanya bila baraka ya mchungaji na ya madhabahu. Sema amen. Amen.
Sema amen. Amen. Na usiwahi penda vitu kuliko Mungu. Weka Mungu kwanza. Weka Mungu mbele. Weka Mungu mbele. Weka Mungu mbele. Na Mungu ataweka mambo yako mbele. Muweke pembeni. Issue zako, faili zako zikikuja anaweka wapi? Anasukuma nyuma vile umemsukuma nyuma. Maana Biblia inasema na Mungu wetu ni Mungu wa wivu. Ukimweka mbele atakuweka mbele. Ukimweka nyuma atakuweka nyuma. Ukimweka fast atakuweka fast. So wacha kulaumu, nimeombewa sana haijatendeka, na Mungu namwekanga kwa wallet. Eh? 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 Hey! Hey! Bwana Yesu asifiwe. Nani ataenda madhabahuni aseme Mungu tumeoana kwa mwaka, haleluya, tunataka kama mtoto, tumekuja na sadaka madhabahuni, sasa tupee mtoto? Hakunyime, hawezi. Maana Biblia inasema na mtoto nani anapeana? Ni Mungu. Ana alipokosa mtoto alikuja madhabahuni, ama alienda wapi? Na akafanya ibada na akahapa, ukinipa nitakupea. Sema amen. Amen. Wacha kutafuta vitu zingine bila madhabahu. Ukishapewa mtoto, kuja madhabahuni na dhabihu kushukuru. Na unasema mtoto aweke wakfu. Sema amen. Amen. Leta madhabahuni, sio wako. Leta madhabahuni na utoe sacrifice, ili Mungu akuruhusu ulee mtoto. Hey, hii maarifa jamani nawapatia, mtaenda mbali. Sema amen. 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 Mnaona biashara ya Mutura itafanya kazi leo? Tumeacha. Sema umeacha. Fibi. Hivyo nani ana smile hapo anasema Kamtura vile kana kujanga jamani. Pastor Kamtura. Mtura. Weka ya 60. Ay. Na unajua iko hapo nje IPZ. Mimi sijakataza, mimi nahubiri, sijakataza. Kitu yote ambayo roho yako haikuhukumu kukula kula. Wewe. Na mnunulianga mama yenu juice, mnamwekea hapo polepole anaongezewa. Amen. Amen. Kwani saa ngapi? Saa 7. Saa 8:34. Mnapeleka saa mbele juu ya nini? Wewe hiyo kitu nimekufundisha ungejua? Si unajua mtu akikupikia mnyama na damu yake amekuroga. Hiyo ni uchawi mbaya sana. Watu wengi nguo zao za ndani zinachukuliwa, wanaenda wanachinja kuku wanamwagia. Wakimwaga wanasema nimefunga uzazi wake. Wewe unajua kwa nini nguo za ndani zinapotea? Unajua zinaanga kufanywa nini? Anapeleka, na hata anaweza weka hata bila kwenda kwa mganga. Anaweza akakata kitu iko na uhai kama kuku na anamwagia damu. Anasema nimefunga uzao wake. Na unafungwa. Maana damu ni uhai. Sema amen. Amen. Sema amen. Hizi ploti ambapo mnaishi mko watu wengi, manyuma mengi. Wacha niwasaidie na niwaambie. Niwasaidie kidogo. Nikusaidie. Nikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine nisikizeni kila mtu hapa, labda nitakusaidia tu. Mimi nasemanga afadhali nianike nguo na hazija kauka, nizichukue niweke kwa besen, niamuke tena asubuhi nianike, kuliko zilale kwa kamba nje. Kuna sehemu na kuna mahali watu si wazuri. Nguo yako inaweza fanywa ibada na ikarudishwa. Siku unajifanya sana hapo, unafikiri watu wote wameokoka. Si viatu unalalishanga hapo nje. Jumuizi hawezi ingia, lalisha vizuri. Ndio utajua kiatu ndio ina destiny ya mtu. Mtu atakuja ibebe na ifanyie kila kitu anataka na irudishe hapo kwa mlango. Utakuanga siku ya kazi, badala uwe kazi tunakusikia sijui uko kule whatever. Uliwekwa ka kitu kwa mguu. Hizo ndizo vitu zinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ni mhubiri, waambie vitu zangu nasemanga kuna kitu inafaa kuwa nje. Maana najua na window kama kitu kingine, si ndio? Wanatafuta kitu yote ya pastor. Kitu yote wafanye vile wanataka.
Wewe unajifanya muombezi sana. Weka vitu zako hapo. Amen. Ndio hata kanisani tukose zile leso za kufunga watu moja, lazima tuitafute. Ikikosekana tutanena kitu. Tutasema damu ifua. Maana mtu anaweza, mwingine kanisa tulikuanga si walibeba leso wanapeleka kwa maiti. Wanaenda kufunga kanisa. Wanaibaiba tu vitu twa kanisa hapo wanapeleka, wanaenda kukufanyia ibada. Unashindwa kwa nini kanisa haiendelei? Kwa nini watu hawatoi? Kwa nini watu walikuwa wanatoa kwa fungu hawatoi? Walikamatwa. Maana wakitoa huduma itaendelea. Aki shetani si akufe siku moja. Hiyo mazishi hatuendi. Hatuendi. Tuna hasira sana. Tutatuma watu wa Olkarao. Ai. Wananchi kuangeni na huruma hata nyinyi. Kazi mzima jameni na unakataa kupeana kura. Grace anasema kwao watapeana. Kwani mtapeana kusawa? Damu inayo mema. Hii ni damu ya Yesu Kristo, mjumbe wa agano jipya. Sema amen. Sema damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Inene. Inene. Niliona mhubiri anachinja mbuzi, anamwaga madhabahuni na anaita watu wakija watakola, anashika damu anapaka na wanarisifu, wanaanguka, watu wanawekwa mapepo. Jameni, simfundishwe neno la Mungu. Mtu yeyote ana Bible asiwaletee sarakasi. Mwanaume ulio hapa hiyo kanisa, mke wako anaendanga, aenda ukaketi usikize. Wanafundishangwa nini? Asiwe anaambiwa ufutanga sikio ya mwanaume wako usiku ukiwa umelala. Maana kuna watu wana sarakasi. Dunia hii imeharibika. Wengine sijui ni wachungaji ama walitengenezwa kuzimu wakapandwa huko, waharibu familia za watu. Lakini malipo ni wapi? Mwingine kule alisema ati amepewa biashara ya kutairi wa mama wake za watu na ni mchungaji. Mama moja akatairiwa akafukuzwa. Unakumbuka kule Murang'a? Na waliroga mume wake. Anakuambia hiyo walitairi mama na mzee akaingiwa na kama mapepo. Kesho yake walikuta mzee ameenda choo juu ya meza. Ninaongea uongo? Mzee alienda akatengeneza, na mzee ana pesa. Alikuwa anafanya kwa jeshi ama ni wapi? Pesa. Alienda mama ametengeneza meza, akatoa nguo juu ya meza. Mali akaacha hapo na akaenda na akapepa nguo na bagi na akaenda. Saa zingine ninawakutanga tukanisa tungine mpaka mnanishangaza. Uko hapa. Bwana asifiwe. Ubarikiwe. Huyu ndiye anajua watu utoka mbali. Ndio umeleta huyu? Ama mmekutana hapa? Huyu anatoka mbali za huko Kitengela cha Ng'ombe, na tulikuona huko. Kuna siku tulikuona lakini ukawa umepita. Tulikuwa na nani? Tulikuwa na nani? Catherine. Uliona huyu? Ako kaeri akanaitwa aje? Huko tu cha Ng'ombe. Tulikuwa kwa gari. Nafikiri ulikuwa kazi tu hapo tukienda kupikia mapasta ile. Unatoka na kabla ufike hapa si unapita makanisa mengi. Huyu nyinyi mmemkuta saa hii kwa mrembo sana. Siona ako sawa. Huyu akikuja hapa ungeelewa. Na nakwambia huyu angetoka Kitengela mguu na anarudi. Ile siku nilijua anatokanga Kitengela narudi. Saa nyingine tukikutana na mpa fare. Leo ameinuliwa, angalia. Anapita makanisa karibu 100 na kitu. Anakuja mpaka hapa. Si mjinga. Kane likakako abanza lika. Umabwambwe. Simoniruhusu maana hii mambo na ubiri leo na Sunday nimalize Sunday. Inua mkono sema damu ya Yesu inenayo mema. Kuja. Damu ya Yesu inenayo mema kuliko damu ya Abili. Inene mema kwangu kuanzia dakika hii. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naomba leo munisamee. Hata mama atanitetesha leo. Naona ile jicho anatoa nimechelewesha kanisa. Nisamee. Mbele ya kanisa usiniulize. Ana Yesu asifiwe. Sunday sicheleweshi. I tell you the truth.